الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، ايها الاحبه، يقول الحق تبارك وتعالى: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. Allah subhanahu wa ta'ala asema ndani ya Qur'an ya kwamba yoyote ambaye kwamba Allah jalla jalaluhu atatamani ama atataka kumpea hidayah, basi atamfungulia moyo wake kufuata mafundisho ya sawa ya Uislamu. Manake miongoni mwa sababu za hidayah ama miongoni mwa alama za hidayah, alama ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuongoza ni pale atakapofanya moyo wako na nafsi yako kuwa inamili na inaelekea katika mafundisho sahihi ya Qur'an na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Muda wowote ambapo utaona nafsi yako inaenda kinyume na mafundisho ya Allah ama mafundisho ya Mtume alayhi salatu wassalam, na inakuwa na ugumu katika kuyafuata, basi ujue pengine Allah subhanahu wa ta'ala yakuonyesha hidayah, kama Allah anavyoendelea kusema: waman yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fi as-sama'. Yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatumtakia hidayah na mbele yake dhalal, potevu, kama ndio kitu ambacho kwamba anaiona, basi atakuwa anapata ugumu kufuata kila kitu ambacho kwamba inakuwa inampelekea katika Uislamu wa sawa, kana kwamba yuwapata dhiki sana. Sasa katika hii hali inatuonyesha kwamba Muislamu kusimama katika Uislamu wake wa sawa ni sababu kubwa ya hidayah, lakini ama ni alama kubwa ya hidayah. Sasa miongoni mwa sababu ambazo zinampelekea Muislamu kuwa katika hidayah na kuwa katika nafasi hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja nafasi ya hidayah, ambayo ndio sawa, ulama alayhim rahmatullahi ta'ala wanakutajia baadhi ya mambo ama baadhi ya sababu ambazo zinamsaidia Muislamu kupata hidayah. Sababu ya kwanza ambayo inamsaidia Muislamu kupata hidayah, kupata mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kujitahidi kufanya mambo yake kwa ajili ya Allah jalla jalaluhu. Ibada yoyote ambayo kwamba unaifanya, jambo lolote ambalo kwamba unalifanya, kila kitu ambacho kwamba unaifanya, ifanye kwa ikhlas kwa ajili ya Allah jalla jalaluhu, ili Allah subhanahu wa ta'ala aiconnect ile amali yako na yeye tabaraka wa ta'ala. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala alivyoeleza wale ahli alkitab ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala sema: wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Hawakuamrishwa ila wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kumtakasia dini yake. Wa anta ayyuha muslim, na wewe ewe Muislamu, unapokuwa unafanya mambo yako yote yafanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa faida za kufanya amali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba ile amali yako ujira wake utabaki fi dunia wal akhirah, tofauti na mtu akifanya kwa ajili ya mtu, ama akifanya kwa ajili ya riya, ama akafanya kwa ajili ya mambo mengine akamkusudia asiyokuwa Allah jalla jalaluhu. Ala sabili mithal, Muislamu akiwa anasoma Qur'an, lengo lake la kusoma Qur'an ni watu wamsikie na sauti nzuri. Ala sabili mithal, au mtu akawa anatoa sadaqa, lengo lake ni kwamba watu wamsifie ya kwamba ni mkarimu. Huyu mtu atapata sifa za watu duniani, naam atapata, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hana nafasi. ndio ataenda kuambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala: qarat liqal annaka qari, ulisoma ili usifiwe kwamba uko na sauti nzuri. Waqad qila tasaddaqta liqal annaka karim, innaka jawad, ulitoa sadaqa ili uambiwe kwamba wewe ni mkarimu, na kweli palisema
Sasa huyu mtu anakuwa hana ujira wake akhira, tofauti na mtu ambaye kwamba atakuwa anafanya ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Binadamu macho yao yanaona na masikio yao yanasikia. Ukifanya zuri binadamu watakusifia, alaysa kadhalika, sababu wameona zuri umelifanya. Lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika utapata ujira. Sasa riya na ikhlas tofauti yake ni moja tu, ya kwamba ukifanya riya unalipa mara moja, utalipa duniani, binadamu atazungumza basi. Lakini ukifanya ikhlas utalipa duniani na utalipa akhira. Hawa binadamu wanaozungumza watayazungumza, lakini kadhalika mbele ya Allah jalla jalaluhu utapata ukuna fawz. Falidhalika hii ni miongoni mwa thamara ya mtu kufanya amali yake kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili katika sababu za Muislamu kupata hidayah ni itibau sunnati al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kujilazimisha kufuata barabara ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ayuha al-ahbab, ilikuwa haina haja ya Allah jalla jalaluhu kutuletea sisi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikiwa sisi hatumfuati. Kuna faida gani kisa kuletea Rasulullah? Kwamba kama wewe mambo yako unaifanya kwa kichwa chako, ibada yako unaifanya kwa kichwa chako, kila kitu unaifanya venye wewe unaona, ilikuwa haina haja ya rasuli Allah subhanahu wa ta'ala kumleta Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini Allah amemleta huyu Mtume ili sisi tumfuate. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ama janna ndio target yetu, na barabara ambayo kwamba yusiluna ila aljanna huwa al-Mustafa alayhi salatu wassalam, tariqu al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni barabara ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi alipokuwa na masahaba wake akachora mstari, kisha pembeni yake akachora mistari mingi sana, kisha akawaambia masahaba zake, hii ndiyo barabara yangu, ifateni wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, ifateni barabara yangu hii nilionayo, wala msifate barabara nyingine ambazo kwamba kila mmoja atakuja na yake, matokeo yake mwisho ikawa kukuta kwamba mmeachana na ile barabara ya sawa. Falidhalika lazima sote tukue katika ile barabara ambayo ameieleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu tukifuata barabara ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam itakuwa ni sababu ya kupata hidayah kutoka kwa Allah jalla jalaluhu. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عن عائشة na riwaya ziko nyingi atuambia Rasulullah, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, yoyote ambaye kwamba atafanya jambo ndani yake hakuna mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam atarejeshwa mwenyewe. Sasa utakwenda mbele ya Allah utapata ulikuwa na juhudi kubwa, lakini kwa kuwa ulikosa mutabaatu Rasul alayhi salatu wassalam ukakosa hidayah na yake ukapotea. Na jambo ya tatu ambayo ni katika sababu ya Muislamu kupata hidayah kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni al-ikthar min ad-du'a, kukithirisha kumuomba Allah jalla jalaluhu. Nyanyua mikono yako muombe Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana sisi Waislamu Allah subhanahu wa ta'ala katuwekea suratul Fatiha, ndani yake kila siku tunamuomba Allah jalla jalaluhu ihdinas siratal mustaqim, kila siku zaidi ya mara 10 unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuongoza katika barabara iliyonyooka. Ndani ya salah unasema ihdinas siratal mustaqim. Dua ni sababu kubwa ya Muislamu kupata hidayah, na ukielewa Muislamu ya kwamba moyo wako uko kwa Allah jalla jalaluhu, wala wewe hujathamini hili, unaweza kujiona wewe uko katika msimamo wa sawa au katika barabara ya sawa, lakini hujidhamini ya kwamba wewe utadumu katika ile barabara. Falabudda muombe Allah jalla jalaluhu akupatie hidayah. Ndio katika dua ya Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anaomba Allahumma ya muqallibal qulub
thabbit qalbi ala dinik. Ewe Allah, ewe ambaye kwamba unazibadilisha hizi nyoyo. Leo hii huyu mtu yupo katika barabara ya sawa, kesho unamkuta hayupo katika barabara ya sawa, na kuomba Mola wangu uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Fadua, simama muombe Allah jalla jalaluhu. Wangapi tulikuwa nao jana ama juzi, wao walikuwa wanaonekana ni watu wema, lakini Allah subhanahu wa ta'ala lam yurid lahum alhidayah, hakuwatakia wao hidayah, pengine wanakata roho wakiwa ni watu waovu. Mtu anakufa akiwa amekaa katika maasi, mtu anakufa akiwa mogokaa imejaa katika mdomo wake. Watu wanaenda kumuosha, wanashindwa hata wanaosha vipi, mdomo yatoa harufu mbaya kabisa, kwa sababu alichagua barabara ya kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine mwanzo wake alikuwa katika njia ya sawa, lakini hakumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua. Allah subhanahu wa ta'ala ampe hidayah na ampe thabat katika hii barabara ambayo kwamba yuko nayo. Falidhalik, katika mambo ambayo kwamba yanamsaidia Muislamu kupata hidayah kutoka kwa Allah jalla jalaluhu ni al-ikthar min ad-du'a, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua. Ndio ilikuwa dua ya waumini, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, ewe Mola wetu usizipondoe tena hizi nyoyo zetu ukazitoa katika barabara ya sawa baada ya kuwa tayari umetupea hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim, na utusamehe Mola wetu ili makosa ambayo kwamba tumeyafanya. Kwa nini waja wema walikuwa wanafatisha kuomba msamaha baada ya kuomba hidayah? Kwa sababu makosa mara nyingi yanampelekea Muislamu kuacha njia. Kila unapokithirisha kufanya maasi, inafikia wakati moyo wako unaweza ukawa mgumu, na ukifikia moyo wako ukawa mgumu, sasa unakuwa la tasma' ma'rufan wala tunkir munkara. Moyo wako hauchagui, hauna baya wala hauna ovu, kila kitu wafanya. Falidhalik, Muislamu anamuomba Mola wake hidayah na anamuomba Mola wake msamaha kwa yale ambayo kwamba ameyafanya. Pengine ile madhambi inaweza kuwa ni sababu ya kumtoa yeye katika hidayah, lakini miongoni mwa sababu ambazo zinamsaidia Muislamu kupata hidayah ni kuangalia ni kina nani ambao kwamba anawafanya kuwa ni jalisi wake. Manjura sana ni kina nani ambao kwamba unakaa na wao katika kazi yako, nyumbani kwako, katika marafiki yako. Ni kina nani ambao kwamba wako karibu na wewe, kwa sababu al-ashab suhab, hawa marafiki hawa wanavuta, ni kama vile mawingu inavyokuwa inaenda. Falidhalika, wale marafiki ambao utawachagua kuwa na wao, inaweza ikawa ni sababu ya wewe kupata hidayah, ama inaweza ikawa ni sababu ya wewe kutoka katika barabara ya sawa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa kuwa Abu Bakar alimchagua Rasulullah kuwa ni rafiki yake, ikawa ni sababu ya Abu Bakar kupata hidayah. Abu Bakar alikuwa ni rafiki ya Uthman, ikawa ni sababu ya Uthman kupata hidayah na wengineo katika masahaba. Lakini Abu Talib alikuwa majamaa zake ni kina Abu Jahl na kina Abu Lahab, ndio ikawa ni sababu ya kumpoteza Abu Talib mpaka anafikia kutamka, anafikia mwisho wa uhai yake. Mtume sallallahu anamwambia, ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatun uhajibika yawm alqiyama. He ammi yangu, sema la ilaha illa Allah, neno hii mimi nitasimama na kukutetea yawm alqiyama ikiwa utaitaja. Lakini wale marafiki ambao kwamba alikuwa wako nao wanamwambia, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wataka kuacha mila Abdul Muttalib. Abu Talib mpaka mwisho hali yake anasema ana ala millati Abdul Muttalib, so akachagua barabara ya Abdul Muttalib kwa sababu ya marafiki yake. Wa anta ayuha almuslim, tizama man tusahibuhu man tujalisuhu. Warabu kitabu alikuwa anasema, ani almar'i la tasal wasal an qarinihi fakullu qarinin bilmuqarani yaqtadi عدو البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فتخمدي. Mtu ukitaka kumtizama na ukitaka kumjua usimuulize, tizama tu ni kina nani marafiki yake. Wewe rafiki zako ni watu waovu,
wewe rafiki zako ni watu ambao kwamba hawampendi Allah, rafiki zako ni watu ambao wanatangaza uadui na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao ndio wanaofanya kuwa marafiki zako. La, fala tasal wasal an qarini fakullu qarinin bilmuqarani yahtadi. Fala budda Muislamu ajitahidi kutafuta as-sahibu as-salih, rafiki mzuri, kwa sababu rafiki mzuri itakuwa ni sababu yeye kubaki katika hidayah. Tukimalizia na hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam katika jambo kama vile hili, asema Rasulullah, almar'u ala dini khalilihi, mtu anakuwa katika barabara alionayo khalili yake na rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhalil, mmoja wenu watizame ni nani ambaye anamfanya kuwa khalili yake, ni nani ambaye kwamba anamfanya kuwa sahibi. Falidhalika hizi ni sababu 4 ambazo zinamsaidia Muislamu kuweza kupata hidayah. Biidhnillah, tukipata wakati tutaendelea kutaja sababu nyingine. Nasallallahu tabaraka wa taala bimannihi wa karam an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.